Majina naitwa Gabriel Chiseo, ni afisa uhusiano hospitali ya rufaa ya kanda ya kaskazini KCMC. Kwa majira kama haya huwa tunaadhimisha miaka kadhaa ya kuanzishwa kwa hospitali yetu. Kwa misimu kama hii tayari tumeshafikisha miaka 55. Kwa hivyo mkuu wa kanisa ataongoza hiyo ibada ya kumshukuru Mungu siku ya Jumatatu na wenzetu kutoka Wizara ya Afya. Kama ambavyo mnajua, hospitali yetu tumekuwa tuna mashirikiano na serikali kwa zaidi ya 100%, tukifanya kazi na serikali na kupitia Wizara ya Afya pamoja na wenzetu wa utumishi. Kwa hivyo tutakuwa tuna wenzetu wa Wizara ya Afya, na moja ya kazi kubwa ambazo tunazifanya katika hii miaka 55 iliyopita ni uanzishaji wa huduma mpya. Kwa upande wa kanda ya kaskazini kumekuwa hakuna matibabu ya moyo. Yanaweza yakawepo, lakini sio kwenye kiwango cha ubingwa bobevu na kwenda kwenye ngazi ambazo ni kubwa zaidi. Na moja ya kazi yetu kubwa kwenye upande wa dhamana ya afya ni kujibu hoja ya changamoto za watu wetu ambao wanatuzunguka. Zaidi ya wananchi milioni 11 ambao wanapatikana katika ukanda huu wanategemea hii hospitali. Kwa hivyo tumeanza ujenzi wa taasisi ya pili ya moyo Tanzania, na tulishaanza na tunatarajia mwakani Januari kwenye tarehe za 17 mpaka mwisho wa mwezi wa Januari 2027 ujenzi huu wa taasisi ya moyo utakuwa umekamilika. Kwa sasa ujenzi umefikia zaidi ya 35%, na ujenzi huu una gharimu zaidi ya shilingi bilioni 25 za Kitanzania. Na kwenye upande wa wataalamu tayari tumeshasomesha wataalamu. Tuna wataalamu ambao wako shuleni, tuna wataalamu ambao wamesharudi, na tunaandaa wataalamu wengine kwa ajili ya kwenda kusoma. Na kwa wale ambao wamesharudi, kuna ambao wameshaanza kutoa matibabu hapa na wengine wako JKCI kwa ajili ya kuendeleza utaalamu, kwa sababu kuna baadhi ya huduma hatujaanza kuzitoa hapa. Kwa hivyo kwenye miaka hii 55 jambo kubwa ambalo tunajivunia na ambalo tunamshukuru Mungu ni uwepo wa taasisi ya pili. Kama ambavyo mnajua, taasisi yetu ya moyo Jakaya Kikwete iko kule Dar es Salaam. Kwa hiyo inawapa kazi sana wakazi wa kanda kaskazini kutoka mikoa hii ambayo tunaitolea huduma na nchi ambazo ziko kwenye ukanda wetu kwenda kule Dar es Salaam na sehemu nyingine. Na niseme tu ujenzi wetu unakwenda kukidhi hoja za kimataifa ama ithibati za kimataifa. Angalia hii 30% ambao hadi 40 ya wakazi wa kanda kaskazini ambao wanaugua magonjwa ya moyo. Kwa hiyo watu wenzetu wa utafiti wameambiwa kufanya utafiti ili waje na majibu kwenye upande wa utabibu, kujua kwamba shida ni nini, na zaidi ya yote kama ni elimu basi itolewe kuanzia kwenye ngazi ya jamii mpaka kwenye ngazi ambayo ni ya kitaifa, kuhakikisha kwamba waje na majibu. Wenzetu wa utafiti ni lazima waje na hayo majibu kwamba kwa nini watu wanaungua magonjwa ya moyo kwenye asilimia hizo, na kwa nini saratani imekuwa kuanzia kwenye ngazi ya watoto mpaka watu wazima. Kwa hivyo hiyo ni jukumu ambalo, kwa sababu sisi tuna taasisi ya utafiti na tuna mkurugenzi wa utafiti, amepewa jukumu hilo na mkuu wa kanisa kuanza kujikita kwenye maeneo ambayo yana changamoto kubwa ili waje na majibu ambayo yatafanya Tanzania waweze kuishi salama kwenye afya zao. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.